Hallelujah. La ya deliverance ni understanding. La yake ipo kwenye ufahamu wake. The reason ninaweza nika-attack, nikavamia spirit tofauti at once wakati wa maombezi ni kwa sababu ya ufahamu. Ngoja nikupe mfano huu. Leo tukaja hapa tulivyo, and then nikafundisha kitu, alafu tukaingia nacho kwenye maombi. Ina maana katika ulimwengu wa roho, sawa, tayari roho yako inakuwa ishapewa habari juu ya hiyo roho ambayo tumetoka kushughulika nayo. Kwa yale maombi yanakuongezea wewe neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema kwenye Zaburi, mtu ni kitu gani? Mwanadamu ni nani? Amefanywa mdogo punde kuliko nani? Kuliko Mungu. Maana yake thamani ya mwanadamu ni ajabu. Kama amefanyika mdogo punde kuliko Mungu, maana yake ana nafasi ya kuongezeka kila itwapo leo. Sasa kama hauna ufunuo, hauwezi ukaelewa hilo. Angalia, umefikisha miaka 30 labda, ndio siku yako ya kuzaliwa. Tafuta ufunuo wa Mungu. Ujue katika huu msimu ulioingia, Mungu anakupa ufunuo upi? Mungu anakupa neno lipi? Kutupostia picha zako nimeongeza mwaka, hiyo haina msaada wowote. Hiyo ni furaha ya macho ya watazamaji na furaha ya moyo wako. That is your own satisfaction. Sijui kama unaelewa mpaka hapo. Uko kazini, kuna ufunuo upi juu ya kazi ulionayo? Kuna lipi? Nisikilize. Yoyote unamwadmire in the Bible, unempenda kwenye Biblia, hata vifungo ulivyovikremu, acha yale maandishi kwenye Biblia ambayo umeyajaza kwenye moyo wako. Maana kuyajaza maandishi kama hauna ufunuo, hauna ufahamu, adui anakutandika nayo. Adui anafanyaje? Yaani unakuwa kama vile wale watu wa Iringa, vita ya majimaji ile. Wenzao wana silaha, wao wanasema tu majimaji. Hivi, okay, let me give you this story. Unajua nchi hii ya Tanganyika iligeuka na kuwa Tanzania. Tulitoka kwenye mfumo wa colonialism, wa utawala wa kikoloni. Unajua sisi hatukuwa koloni la Mwingereza. Sisi tulikuwa koloni la Wajerumani. Baada ya ile vita ya Jerumani, vurugu zikawa nyingi, ndiyo Mwingereza akapewa, nisikilize, ndipo Mwingereza akapewa dhamana ya kutuangalia sisi, atupe uhuru wetu. Ndio maana hakuna damu iliyomwagika wakati wa kuchukua nini? Nchi. Nyerere akaja na ufunuo upi? Azimio la Arusha. Sasa angalia nchi yetu namna ambavyo imeenda. Sisi, Mwingereza alikuwa ni msimamizi tu. Alikuwa ni msimamizi. Ila sisi mkoloni alitunyoosha Mjerumani. Ndio maana ukiangalia, ukija Tanzania, ukienda Kenya ambao ilijulikana wao walikuwa wako chini ya utawala wa nchi fulani. Ukienda South Africa, walijulikana walikuwa wako chini ya utawala wa nchi fulani. Kuna culture wanayo, kuna tamaduni ambayo wanayo. Kwa nini? Wale watawala wao waliweka maisha yao kukaa pale. Ufunuo kazi yake, mtumishi, ni kushughulika. Angalia, pamoja Mwingereza alipewa ili koloni, alipewa ili koloni aweze kulisimamia kwa muda. Alafu Mwalimu Nyerere akaanza movement zake sasa za kutafuta uhuru kwa njia ya mazungumzo. Kwa hiyo ufunuo alioenda nao Nyerere ulikuwa ni ufunuo wa mazungumzo. Ndio maana sasa Tanzania ikahesabika vipi? Ikambeba Museveni, akakaa hapa, akapata maarifa, akapata nini, akaenda akachukua nchi wapi? Uganda, wakina Kenyatta. Kwa hiyo Tanzania ikahesabika. Ndio maana ukiangalia nchi yetu, angalia kwenye bendera yetu, alafu angalia nchi nyingi za East Africa, utakuta katika rangi sisi tulizo nazo za bendera zinasabiana hizo nchi. Siku zote
Ufunuo unapofanya kazi, una tabia ya kukusanya vitu kwenye maisha yako. Mtumishi, tusomee hapo. Mwanzo 22 mstari wa 10. Ibrahim akanyoosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyooshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo ukunizuilia mwanao. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akatwaa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Mstari wa 14. Ibrahim akapaita mahali hapo Jehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana inapatikana. Sasa angalia neno Ibrahim akapaita pale, mtumishi, tuseme wote, akapaita panaitwaje? Mtumishi, pakaitwaje? Arudia tena, mtumishi, pakaitwaje? Alafu watu kwa kupitia ufunuo huo ambao Mungu alijifunua kwa Ibrahimu, watu mpaka leo wanasemaje? Katika mlima wa Bwana inapatikana. Katika mlima wa Bwana. Nimekwambia kazi ya ufunuo, nimekupa paka mfano, nimekukumbushia historia, hata kama ukupata A, leo nimekufundisha. Sawa, leo nimefanyaje? Kwamba kuna amani ilipatikana Tanzania, uhuru wa namna ile. Tanzania ikafanyika sasa kuwa mahali pa makimbilio cha nchi jirani. Wanasema kama uhuru umepatikana Tanzania, hata sisi tunataka tuwe na nini? Na uhuru. Nisikilize, kuna ufunuo usipofanya kazi kwenye maisha yako, kuna namna Mungu asipoonekana kwenye maisha yako, kuna vitu haviwezi kufanyika kwenye maisha yako, kuna namna watu hawawezi wakamuona Mungu unayemtafuta. Mungu unayemtafuta anaonekana kwa ufunuo. Ufunuo ni siri iliyoko katika mtazamo wa kimungu ambao Mungu anaupitisha kwa mwanadamu. Mimi nakuelezea kitu ambacho ningeweza kukaa nacho moyoni mwangu, lakini nataka ukielewe. Mimi sio mchoyo wa maarifa haya, maana yana nguvu, maarifa yana nguvu. Angalia, Ibrahimu ameenda juu. Kumbuka nilikwambia, ili uzililisho wa ufunuo uweze kuwepo, lazima madhabahu ya Mungu ihusike. Sasa Ibrahimu ameenda kule juu mlimani, akaachilia sadaka. Amefika kule juu Ibrahim, ameachilia sadaka. Sadaka ipi? Sadaka ya mtoto wake. Sadaka ya mtoto wake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Ibrahimu alikuwa hajui kwamba huu ni msimu mpya, kwamba haya ni majira mapya Mungu ameandaa kwa ajili yangu. Haya ni majira mapya, na siku zote majira mapya yanahitaji ufunuo kwenye maisha yako. Sasa Ibrahimu hajui kwamba huu ni msimu mpya, ila alichokuwa nakijua Ibrahimu ni kutii. Yoyote mwenye utii ndani, mnyenyekevu. Unyenyekevu unasababisha utii, na yoyote aliye na unyenyekevu na utii, huyu uvumilivu kwake upo. Angalia, anafika pale Ibrahimu, anakubali kumtoa Isaka. Anapokubali kumtoa Isaka, Mungu anampa sadaka. Anapochukua ile sadaka akatoa, maana yake Mungu akajifunua kwa Ibrahimu. Kwa hiyo mtu yoyote akitaka ashughulike na baraka za Ibrahimu, akitaka ashughulike na uchumi wa Ibrahimu, ni lazima apande kule juu mlimani, akaibadilishe sadaka aliyoitoa Ibrahimu, na Mungu akajifunua kwake. Nisikilize, kuna ufunuo wa maisha yako. Mungu akiuachilia kwenye maisha yako, hata kiinuke kitu gani hakiwezi kubadilisha, hata kiinuke jambo gani hakiwezi kubadilisha. Fikiria, Ibrahimu amepanda kule juu, amefika kule juu,
karakashaka basakaba, anatii. Bwana Yesu asifiwe. Anavotii Ibrahimu, anaachilia sadaka, alafu Mungu anampa namna kitu cha, anampa sadaka. Ibrahimu baada ya kupokea hilo neno akasema, hapana, katika mlima huu ndipo Bwana amefanyaje? Amepatikana. Baada ya hapo ndiyo matamko ya baraka, matamko ya ufunuo wa baraka zinaanza kuachiliwa kwa nani? Wewe mtumishi, hauna ufunuo wote unaokushikilia, unataka kuwa tajiri. Tajiri wa nini? Wa wingi wenyewe unazo kichwani. Mtumishi, hebu wasomee tena namna ambavyo Mungu anazungumza na Ibrahimu, mambo ya ajabu. Angalia sasa, angalia mambo yalivyo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia raha ya huyu Mungu. Angalia raha ya huyu Mungu. Mungu alijifunua kwa Ibrahimu. Ibrahimu akapaita Yehova Yire. Biblia inatuambiaje? Watu wakapaita. Sasa kama watu, maana yake hapa Biblia kuna kitu inatuficha hapa, lakini Biblia hapa kuna kitu inatuambia hapa. Maana yake Biblia haitaki tu kusema ni baada ya muda gani, lakini nakuhakikishia baada ya muda watu walikuwa wanapanda wanaenda kwenye ule mlima. Wakienda kwenye ule mlima wanabarikiwa. Wakienda kwenye ule mlima kuna vitu vinatokea kwenye maisha yao. Ndio maana watu wakasema hivi, katika mlima huo ndipo vinapatikana. Hizi ni baraka watumishi. Kama nyumba yako inavuja, Mungu akupe bati. Mimi nakwambia hii mvua inapopiga hivi na mafuriko yanatokea, kuna watu ndio ufunuo wa maisha yao kubadilika. Na wahakikishia hivyo. Mimi nakwambia hivi, kuna mtu anamwambia Mungu, nipe gari niende kanisani, mvua inaninyeshea. Si ufunuo huo? Watumishi, hapo mbona ni kumpenda Mungu tu. Si tungekuwa nyumbani tunakunywa chai ya moto. Wacha tuigongee kanisani. Kuna kitu nataka nikuelezee hapa. Kuna kitu. Angalia, hem tusome wote huo mstari wa 14. Afu tusome huko. Unajua wakati mwingine la ya neno soma huku najiuliza. Sawa? Paka Ibrahimu alipaita tu Yehova nini? Yehova nini? Yehova nini? Haya mambo usipoyaelewa utakuwa unatumia kama kibwagizo cha maombi. Hata mimi nimepita huko. Hata mimi nimefanyaje? Nimepita Yehova ile. Sasa ukiita Yehova ile na hauna ufunuo wa Yehova ile, hamna kinachofanyika. Katika mlima wa Bwana unafanyaje? Sasa watumishi, katika majadiliano ambayo tunayo katika somo la leo, katika ufunuo wa leo, maandiko yanasema paka hivi kwamba katika mlima ndipo vinafanyaje? Katika mlima wa Bwana. Sasa ukisoma kwa haraka utafikiri mlima, utasema mlima Kilimanjaro au utasema mlima Kitonga. Lakini tukisoma kwa ufunuo, mlimani ni eneo gani? Mlimani ni eneo ambalo lilikuwa limewekwa wakfu watu wamuinulie Mungu ibada. Hata tafsiri yako hiyo ukifunga unasema niko mlimani, wakati tuko tambalale wote Dar es Salaam hapa. Nimepanda mlima bwana. Tuko wote Dar es Salaam hapa mtumishi. Sawa, sasa sikiliza. Ukisikia zamani mlimani, walikuwa wanazungumzia, ni lugha ya picha, wakizungumzia patakatifu, patakatifu. Kwa nini walikuwa wanaenda mlimani? Walikuwa naamini kupanda kwao juu mlimani ni kati ya sadaka iliyo kubwa. Ndio maana ukiangalia Ibrahimu alikuwa na wafanyakazi, alikuwa na watu wake, lakini hakufika nao wapi? Patakatifu, patakatifu. Maana yake patakatifu, patakatifu ni tofauti na patakatifu, na ni tofauti na uwanda wa nje na uwanda wa ndani. Ukisoma vizuri
kila aliyepanda mlimani, kadri alivyokuwa anasogelea patakatifu patakatifu, alikuwa anawaacha watu pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kipindi cha Yesu, nisiende huko, nirudi hapa. Sasa Ibrahimu amefika kule mjuu mlimani, yuko yeye na mtoto wake, alafu anakuwa mvumilivu, maana kuachia mtoto huku haujui kingine. Alafu maandiko yanasema ndio mtoto pekee waliokuwa naye. Maana yake Ibrahimu alipotoa sadaka ya mtoto wake, Mungu akampa sadaka nyingine, kwa Isaka akakaa pembeni. Alafu Mungu alipopokea sadaka ya mwanakondoo, Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Yile. Sasa Ibrahimu alipopaita Yehova Yile, maana yake Ibrahimu akaondoka. Sasa watu wakaja, wakaenda kwenye lile eneo kutoa sadaka, wakaenda kwenye lile eneo kumwomba Mungu, wakawa wanapata vitu. Walipata vitu kupitia nini? Ufunuo aliyoupata Ibrahimu kwa mara ya kwanza. Ndio maana kama kwenye familia yenu kuna mtu alipata ufunuo wa watu kufanikiwa, maana yake watakaokuja wote wakijua kubonyeza pattern, wakijua kwenda kwenye njia iliyokwisha tangulishwa na huyo mtu, watafanikiwa. Kama mtu alipata ufunuo wa umaskini, watakaokuja wote watajikuta wameunganishwa kwenye ufunuo wa nini? Wa umaskini. Ngoja nikufikie hapo ulipo. Ibrahimu ameenda kuinua ibada kwa Mungu aliye hai kule juu. Baada ya kuinua ibada, Mungu anajifunua kwake. Ndio maana nilikwambia, ukisikiaga Yehova Jile, Yehova Nisi, Yehova Shalom, maana yake Mungu alionekana kwenye jambo. Mungu alionekana kwenye tukio, na Mungu alivyoonekana, maana yake watu wakaita huu ni ufunuo wa Mungu kujizililisha. Hakuna kifungo kigumu kwenye maisha yako kama akikuwa na ufunuo nyuma yake. Okay. Mkemwa yuko leo? Hayupo. Wangapi wanakumbuka kuna siku nilikuja hapa kwenye ibada, sikumbuki ni lini, kanikumbusha Mkemwa juzi tukiwa tunabeba kifusi. Nikasema kuna watu hawana sauti zenye mamlaka. Nikawaambia naona kwenye ulimwengu wa roho ng'ombe dume akikatwa kwenye koromeo, na kitukio lilipofanyika kuna watu sauti zao za mamlaka ziliondolewa. Wangapi wanakumbuka hiyo siku? Angalia hali ilivyotokea ndani, vurugu za watu kufunguliwa zilipotokea. Maana yake nini? Ule ni ufunuo ambao niliuona. Sasa hawa ng'ombe walipokatwa kwenye koromeo, ilikuwa ni ibada na ni damu ilimwagika. Kwa ile damu ilipomwagika ikacement lile tukio. Kwa lile tukio likabeba ufunuo upi? Watu wa kwenye hiyo familia wanakuwa wana sauti. Nakupa mfano huu unaotoaga mara nyingi. Nilikuwa namwombea mtu ofisini, wana kesi ya mirathi. Kwa hiyo baba yao amefariki. Baba na mke zaidi, alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Baada na mzee akufia mikononi mwa nani? Mama yao. Wana kule kwingine napo alikofia ile kwenye mikono ya yule mwingine, akawa naamini vyote vile ni vya nani? Vya kwake. Atafanya nini sasa? Kila siku kesi inaahirishwa. Kwa hiyo mimi nikamsikiliza yule binti, alikuwa ni mwanasheria. Nikamwambia advocate, nione siku fulani ofisini kwangu. Na nikasahau. Kwa alivyokuja ofisini akaniambia, ile kesi tumeenda juzi, mambo eleweki. Nikaanza kumwombea. Hii niliona kwa mara ya kwanza toka nizaliwe na toka niitwe mtumishi wa Mungu. Niko naye naomba naye ofisini.
Mimi nasema kwa jina la Yesu Kristo. Na nikamwekea mkono hivi kichwani. Damu kwenye mwili wake. Amevaa shati jeupe. Sio wanasheria na mikwala. Na suti zao nyeusi zile, sio? Ndani na shati jeupe. Damu zinafanyaje? Zinatoka. Sasa najiuliza, hii ni nini? Kumbuka ndo mara ya kwanza. Ni historia ya muda mrefu. Ofisini kwangu kwenye hata AC ilikuwa haipo, ni feni fulani. Kwa hiyo nimesweti, najiuliza hii ni damu inatoka wapi? Naanza kujiuliza, namwombea. Kumbuka amevaa nguo nyeupe kama hii. Damu zinatoka. Na tuko wawili mule ndani. Na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa tulikuwa tuko na msaidizi wetu mmoja ofisini, alikuwa George Godi alikuwa anaitwa. Godi. Nikamwita Godi. Njoo, anakuja naye anashangaa damu. Ndani kuingia haingia, ameishia kwenye mlango, anashangaa ni damu. Ndani yangu mimi nikaona mbuzi jike amevalishwa ile shela leselesi, alafu anachinjwa. Nilipoiona ile nikasema nabatilisha ibada ya mauti iliyotangulizwa. Tena nakumbuka nikasema hivi, si mauti ya kuondoka, mauti ya kuolewa, mauti ya uchumi. Nikaanza kuita, akajaa damu. Vurugu ikatokea mule ndani. Wakasema, umetuonaje? Umetutambuaje? Nisikilize, walipotoa damu, maana yake kwenye ulimwengu wa roho tayari waliona kwamba moyo wangu kuna ufunuo juu ya hilo jambo, kwamba iko neema Mungu ameiweka ndani. Tatizo nimeshalitangulia. Kazi ya ufunuo ni kutangulia jambo. Tukaomba mule ndani. Tukaomba. Nafikiri hata kuna siku nilitumia kama case study hapa. Nilimwomba akaja, tukaitumia kuwa case study kwa watu. Na watu wengi walifunguliwa. Watu wengi walifunuliwa. Watu wengi walifunuliwa. Nisikilize. Kuna kitu tunaita kwenye theology, liberation and doctrine. That is not doctrine, that is liberation. Don't compare, usifananishe fundisho na ufunuo. Ufunuo inaweza ukatokea hapo, likabadilisha maisha yako hapo. Ngoja bwana. Kuna mtu mmoja aligundua Tanzanite or whatever, akiwa katika umri wa kuzeeka ndo anahitaji ile matibabu. Mtu mmoja kwenye kipindi nafikiri akasema, kuna mzee fulani yuko sehemu fulani. Yule aligundua yale alichokigundua ni kwa sababu alipata ufunuo, sio? Ufunuo ukamwelekezea, kile kitu kikafanyika. Katika siku ya tabu, miaka mingi imepita, serikali wanampelekea hela. Hata kama tu walipiga kelele, amechelewa kukumbukwa. Kwa wakati ule pia ilimfaa, kimfaacho mtu kwa wakati huo ni chake wewe. Sawa? Ofisini kwako ulipo, kwenye biashara yako, unahitaji ufunuo wa Mungu ndani yako. Ukuoneshe, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, zungumza hiki, tenda hivi. Huyu ni Ibrahimu. Anapaita mahali pale Yehova ile. Alafu watu paka leo, maana yake hata sisi tulivyoenda Israeli, tulienda huko na bwana Kishimbo, tukaambiwa hapa kitu fulani kinatokea. Nilikuwa nishawafundisha kwenye gari tukiwa tunaelekea pale. Tulipofika pale hatukuambiana omba, ni nguvu za Mungu zilitushukia. Nini? Niliwaelezea juu ya ule mlima kwa namna ya ufunuo. Hauwezi ukamuona Mungu kama hauna ufunuo. Hauwezi ukatembea na nguvu za Mungu, mimi nakuhakikishia hapa, kama ndani hamna ufunuo. Ufunuo is everything. Mwambie jirani yako, ufunuo ni kila kitu. Wangapi wanaelewa mpaka hapo?
Alafu Mungu akamwambia Ibrahim baada ya hapo? Angalia, sio Ibrahimu alisema hiki kinapatikana. Ibrahimu alipata cha kwake. Alafu ndugu zake wakasemaje? Kwamba watu walivyoenda kwenye ule mlima, nataka uelewe hivi, ni watu walisema hivi, katika mlima wa Bwana vinapatikana. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Nisikize, mimi niko hivi. Na tumekaa hivi. Wao wanapiga tu story. Lakini mimi ndani kageuka. Kwangu ikawa that liberation. Na nikatoka hapo, nikaenda nikasoma Biblia. Hata kama sio siku hiyo, nikaisoma tu Biblia. Nikajua ile inaenda hivi, inaenda hivi. Tayari ufunuo is the picture. Ufunuo ni picha. Nimesemaje watumishi wa Mungu? Nakumbuka hakuna ufunuo kama hakuna nini? Madhabahu. Kwani nilikuwa namwambia jamaa mmoja alikuwa anakunywa huyo. Yule msikaji alikuwa anakunywa. Huyu jamaa sikio namuombea. Yaani unapangania sessions za maombi hapo anakuja yuko chui. Hii sasa ndio kazi ya uchungaji. Kwa hiyo unakuwa mvumilivu tu. Hivyo yaani yuko amelewa akiwa unamwombea hivyo hivyo. Wewe usingemlalua. Wewe ungemlalua. Yaani amefanyaje? Amelewa. Alafu yaani pale alikuja pale sehemu ya mapokezi kote kununukia pombe. Alafu ananiambia yuko na girlfriend wake. Na girlfriend wake alikuwa na roho, ana moyo. Mara jamaa akilewa au akikasirika anapasua chupa. Alafu anajikwangua hivi. Sasa binti yangu, kama una mtu ambaye anakutesa, sikuambii uendelee wala usitoke. Huu ni mfano wa mtu mwingine. Huyu naye ana ufunuo wake wa kukaa hapo. Maana kuna watu wanasema tena unakuja kuombolezea dadi amegongea msumari. Kama kuna mtu anamvumilia mtu namna hiyo, hata mimi wa kwangu na uongo wake namvumilia. Haya. Sikia. Amekuja ofisini. Yaani korido nzima. Alafu na hataki kukaa foleni. Inaongea nini? Pombe. Na mimi kwenye maisha yangu nachukia pombe. Hai! Yaani sipendi pombe. Pombe. Kwa hiyo ameingia, sana mimi ndo mchungaji. Sipendi pombe, akibeua hivi. Kashafika hapo ashaambia kina Tina, naombeni kahawa. Yaani tayari ashamtengenezea kahawa. Yaani imagine amekuja. Ameshagonga vitu anamwambia nipeni nini? Kahawa. Unaona Tina akamtengenezea nini? Kahawa. Harufu haikatiki. Na jamaa akikasirika anapasua chupa. Anajikata hivi. Kwa hiyo ana arama kila akijikata hivi ni ufunuo wa ibada. Kwa hiyo kadri akijikata nguvu kwake zinaongezeka. Another pastor, sometimes if I'm angry, naweza nikamchukua kuku nikamkata singo kwa meno yangu. Sasa you are a man of God, una mtu namna hiyo ofisini kwako, hauna ufunuo wowote, unamwambiaje? Na nakwambia you are not the first man to attend me. I'm tired with this life. Mwambie jirani yako, unafanyaje?
Mimi nakwambia sio kila mlaji wa pombe anakunywa kwa sababu ni starehe. Adha kuna ufunuo wa kiagano. Huyu alikuwa anateswa, there is a revelation concerning the blood covenant kwenye maisha yake. Alafu ona namna ambavyo na wakahakikisha mama yake anapata hela kweli ili asome. Siku tu shule yake imeisha, hela mama yake zilikata, akasomea India. Na kule akawa anaenda kuabudu kwenye manini haya, masanamu. Wakapo unaelewa paka hapo? Wakapo unaelewa paka hapo? Kuna mmoja mlevi alikuja kwangu. Yaani yeye aingie klabu yoyote hata kama watu hawamjui wanamgombania. Kwa hiyo atakunywa paka atakaposema, na watamrudisha paka wapi? Na hela ya supu kesho yake wanafanyaje? Unamwachia. Huyu namwombea. Ndipo Mungu akafunua hii. Akiwa mdogo mama yake hakuwa na msaidizi, kwa hiyo mama yake kwenye maisha aliyokuwa nayo magumu akaenda naye, wakawa huko kijijini. Mama ameenda kulima, alikuwa analia. Mama akagundua ya kwamba kuna ufunuo kule kwao. Upi? Unachukua tone la pombe ya kienyeji unamdondoshea kwenye nini? Ulimi, alafu mtoto anaacha kufanyaje? Kulia. Kumbe mama kufanya hivyo, wakapitisha ufunuo wa kimadhabahu juu ya agano la nini? La pombe. Kwa huyu mtu, yeye kwake pombe ndio chai yake asubuhi, ndio lunch yake mchana. Kwa hiyo amefungwa kupitia ufunuo. Tunapozungumzia ufunuo, ufunuo una picha. Yaani usisahau hili. Okay. Napokuja na ufunuo wa kitu nikafundisha, ukasema pastor amezungumza juu ya maisha yangu. Maana yake nini? Wakati nafundisha, ule ufunuo umekuvutia picha ya maisha yako. Kwa ili Mungu atembee, revelations, ufunuo. Ili Mungu akujibu, ufunuo. Ili kuzimu wafunge maisha yako, wanahitaji ufunuo. Ndio maana ukiangalia baada ya Mungu kujifunua, mahali pale pakaitwa Yehova nini? Yile. Angalia namna ambavyo Mungu anasema na Ibrahimu, anaongea naye kwa namna ya tofauti. Mtumishi tusomee hapo. Mstari wa 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Sasa watumishi wa Mungu, twende upole pole sasa. Sawa? Mwambie jirani yako, sikiliza vizuri kabisa. Yaani mwambie mtumishi mwenzangu aliyoko hapa, sikiliza vizuri. Wewe sahau mikopo yako ya kausha damu. Sahau marejesho ya vikoba kwanza. Hata kama uliwaahidi walimu kwamba utalipa robo mwaka ndio hii mtumishi. Ufunuo leo ndio utakupa hela ya ada. Sikiza kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, malaika anamuita nani? Ibrahim. Alafu anamwambia Mungu ameapa kwa nafsi yake mwenyewe kwamba katika kukubariki nitafanyaje? Mungu anaweka kiapo cha kumbariki Ibrahim kupitia madhabahu ambayo Ibrahim ameijenga, madhabahu ambayo kuna uzililisho wa ufunuo. Kwa hiyo Mungu anatamka matamko ya baraka kwa sababu kuna uzililisho wa ufunuo kupitia madhabahu ambayo Ibrahim alifanya kwa ajili ya Bwana. Hivi unafikiri, angalia watu wote ambao Mungu alijifunua kwao, waga hawababaishwi. Yaani hawababaishwi. Yaani waga wafanyaje?
Yaani angalia sasa ambao hawana ufunuo wowote kwamba kwa nini kila mwezi napata milioni moja. Ona siku bosi akimnunia ofisini atakavyobabaika. Ona siku ambavyo mambo ni magumu, anavyoona kwamba Mungu amemwacha. Kuna ufunuo wa huyu mzee wa siku bado haujaugundua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunashindwa kuifia imani yetu na kujizindika? Sawa, na kusema hapana, katika yeye nitaishi, katika yeye nitaenenda. Mtumishi wa Mungu uliyeko hapa, bila ufunuo, kuna uzililisho wa Mungu aliyeko ndani yako, hauwezi ukaonekana. Duniani wanasemaje? Huyu mtu ni mbunifu. Nikupe lugha ya duniani sasa. Huyu mtu ni nini? Ni mbunifu. Kila anachokibuni kinafanyaje? Kinaenda. Angalia, kaangalie nguo zote za brand, lazima utokana nilo linaloandikwa since ule mwaka husika. Since labda 1994, since 1940. Maana yake kuna mtu alipata ufunuo juu ya vazi, alipata ufunuo juu ya kitu fulani. Ndio maana leo tukizungumzia gari inayoitwa Harrier, ni kuna mtu alipata ubunifu juu ya gari inaitwa Harrier. Kwa hiyo kila mwaka wanachokifanya ni kipi? Bado wanabaki na ufunuo wa jina Harrier, ila wanaboresha kile kitu. Mungu anamwambia Ibrahimu, kwa kilichofanyika na kwa jinsi nilivyojidhihirisha kupitia ufunuo huu nilokupa, katika kukubariki nitakubariki. Kwa hiyo mtu yoyote akitaka kushughulika na baraka za Ibrahimu, ni mpaka aende mahali ambako Mungu alimtokea Ibrahimu. Akifika huko ndio abadilishe. Nawapa pole watesi wangu, nawapa pole wasiokupenda. Maana leo kuna kitu cha ufunuo Mungu atafanya kwako. Maana leo kuna kitu cha kiufunuo Mungu atafanya kwako. Kuna kitu cha ufunuo Mungu atafanya kwako. Kwa hiyo mtu yoyote akitaka kushughulika na wewe baada ya leo, ni mpaka aifuatilie ibada hii, ajue tuliongea nini na Mungu, ajue Mungu rokosha kabara. Mwambie jirani yako, subiri tu. Subiri uone ya kuwa Bwana ni mwema. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Nikikaa kwenye nyumba yangu mpya, kwa kuwa Bwana ni mwema. Anakwambia watashangaa nyumba yako unaijenga kwa haraka aishi. Utawaambia kuna siku nilipata ufunuo. Wanashangaa unaenda kwenye interview hii ya kazi, yani unachagua mwenyewe kazi. Utawaambia kuna siku nilipata ufunuo. Wanashangaa unachumbiwa mwezi wa 6, tunakula pilau mwezi wa 7. Utawaambia sihitaji miezi 5 niandae harusi, kwani natafuta kula natafuta mimi nipigiwe kula na wananchi. Yehova akiweka ufunuo ndio njia yako ya kuvuka hiyo. Yehova akiweka ufunuo ndio barabara yako ya kutoka hiyo. Mtumishi msoma hapo akaambiwa katika kubariki, akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala ukunuzulia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zako. Sasa jamani, mtu angalia hapo. Hiyo ni Biblia. Sawa hiyo ni nini? Mimi ndio maana nilimwambia Mungu nipe baraka ambazo
hata wajikusanye maelfu na maelfu kinyume nami, kadiri wakinishambulia ndivyo Bwana ataniongeza. Kadiri wakinishambulia ndio Bwana atafanyaje? Ngoja nikwambie, kuna mwaka nilipita kwenye vita moja nzito, na nilikuwa na gari yangu inaitwa Premio DGA. Sitaisahau Premio yangu. Nikiendesha naona kama dunia yote ni ya nini? Haya, kwangu mtumishi miaka hiyo. Premio naipenda mpaka kesho kutwa. Angalia, nilipopita kwenye eneo gumu zito. Faraja ni mke wangu tu nyumbani ananiambia, mimi namwamini sana Mungu ananipa wewe. Nikasema lakini napita pagumu na mtoto watu anateseka huyu jamani, kwa sababu ya uwito. Acha ona Mungu alivyokuwa wa ajabu. Napita kwenye jambo zito, ndipo Mungu ananifungulia baraka ya pesa. Nikanunua gari naitwa Toyota Kruger DKK. Huku I'm telling you, napita kwenye wakati mgumu sana. Vita huko. Alafu Yehova anasemaje? Katika kukuzidisha nitakuzidisha. Nikashangaa, Mungu ananibariki. Naenda showroom. Nikasema niagizie ya nini mimi? Mashowroom yamejaa hapa mjini. Naenda showroom, nikavuta DKK Kruger. Naweka kishoka namna hii. Napiga mashine namna hii. Let me tell you something. Usipoelewa siri ya ufunuo, dunia ikinuka kinyume na wewe itakulaza, hautainuka. Lakini ukielewa siri ya ufunuo, kadiri dunia ikikuinukia, ufunuo unakuinua zaidi. Ufunuo unakuinua zaidi. Ufunuo unakuinua zaidi. Ufunuo unakuinua. Napita wakati mgumu, vita zimeinuka, lakini Yehova ananiambia, mwanangu, chukua Kruger hiyo. Unajua kutoka kwenye Premium kamia kwenye Kruger. For me it was a miracle. For me it was a miracle. For me it was a miracle. I won't forget. Narudi nyumbani naambia mke wangu pamoja tunalia, lakini Yehova ametupa kicheko. Yani watu wamefikiria kwamba wamenizibia milango yote, sina pa kufurukurutia, lakini kumbe ndio mahali ambako Yehova anasema ya kwamba kuna ufunuo niliojifunua kwenye maisha yako. Wakati nakuita, ufunuo huo utakutunza, ufunuo huo utakuinua. Na mimi naona ufunuo wewe kubarikiwa siku hii ya leo. Ninaona Yehova anasema katika kukubariki anaenda kukubariki, katika kukuongeza anaenda kukuongeza. Hakuna awezaye kupima mchanga ulioko pwani ya bahari. Hawatapima baraka zetu tena, hawatatuzuia tena. I see the power of revelation. Sema nguvu ya ufunuo. Si ajabu baada ya leo ukafukuzwa mahali ulipo. Si ajabu. Si ajabu baada ya leo kila kitu kikaharibika. Lakini katikati ya vitu kuharibika, Yehova na ufunuo wake. Yehova na ufunuo wake. Ndio maana hapa duniani usijilinganishe na mtafutaye Bwana. Mtafutaye Bwana ni kama mlima Sayuni. Yeye kamwe hatatikisika milele. Yeye kamwe hatatikisika milele. Yeye kamwe hatatikisika. Ongea jirani yako hapa. Na kama umenisikiza kwa makini, kuna siku tushai kupitia jambo gumu wewe. Sema ukakosa kutambua ya kwamba kuna ufunuo unahitajika. Siku moja nilikuwa nafundisha hapa. Kuna mtu alikuwa yuko nyumbani kwake, anaangalia YouTube. Mimi nafundisha Jumamosi hapa. Akasema hapana, hiki ndio nilichokitafuta kwenye maisha yangu yote. Akaacha kufanya alichokuwa anafanya,
akaendesha kukimbia kuja hapa. Alikuja hapa, ibada imeisha, akanifuata ofisini kwangu, amefika tu akakimbilia miguuni mwangu, na mimi sikujua kama alikuwa anafuatilia ibada. Nikamtamkia exactly kauli yangu ya mwisho nilotoka kuitamka hapa wakati natamka baraka za mwisho. Baada ya hapo akanitafuta akaniambia, Pastor, na testimony. Kile kitu cha mimi nishasahau sasa. Akaniambia kilibadilisha maisha yangu kila mahali. Kilibadilisha maisha yangu kila mahali. Kikanibadilishia kila kitu. Juzi akawa napita kwenye vita ngumu, akaniandikia message akaniambia napitia mahali pagumu sana. Lakini cha ajabu sasa, katikati ya kupitia magumu ofisini kwangu, bado na flourish, bado na stawi, bado nakuwa, bado Mungu ananifungulia milango. Tukifika mahali kanisa tukigundua tunahitaji sana kuwa na funuo za kila hali ya kitu fulani, tunahitaji kuwa na funuo, tutaingia ibadani watu tutasalenda mbele za Bwana. Tutaheshimu kitu ambacho wapaka mafuta wanasema. Tutaheshimu maelekezo tunayopewa. Tutaheshimu maelekezo. Utajikuta ya kwamba nafsi yako imeshiba. Unajikuta unaenda kwenye interview, kuna ufunuo wa kuwa na ujasiri unaibuka katikati ya interview. Utajikuta unaenda kwenye biashara yako sokoni, unajikuta tu siku umefika asubuhi sokoni, kila mtu anasema leo biashara ngumu, ukatamka neno moja, ukashangaa wateja wanakuja kila mahali. Ukashangaa wateja wanamiminika kila mahali. Hauwezi ukashindana na aliyebeba ufunuo. Na mimi nasema kwa jina la Yesu Kristo, ofisi ikakutambue in the mighty name of Jesus. Kila barua iliyocheleweshwa kwako ikufikie. Kila kalakasha kalapara. Kwa ufunuo tutaenda. Kwa ufunuo tutainuka. Kwa ufunuo wa Mungu kujidhihirisha kwenye maisha yetu. My Jesus. Mungu anajifunua kwa Ibrahim. Baada ya Mungu kujifunua kwa Ibrahim, Mungu anatoa ahadi. Mungu, nisikilize, kuna vitu viwili nitakuja kukufundisha siku nyingine. Kuna kitu kinachoitwa a statement na kuna kitu kinachoitwa amri. Sawa Nisikilize. Kuna saa tunasemaga I declare. I declare. Na kuna saa tunasema I declare. Sawa Mungu alichokifanya hapa hakudeclare, alideclare. Alitoa amri ya Ibrahim kubarikiwa. Ndio maana akasema hivi, uzao wako utamiliki malango ya adui. Manake uzao wa Ibrahimu hautakiwi kwenda kuomba maombi ya kwenda kumiliki malango ya maadui. Hapana, wanatakiwa wanapozaliwa na ufunuo huo, wakienda kwenye malango ya maadui wanamiliki. Wakapeleka pakapo. Sawa Kuna kitu kinachoitwa I declare and I declare. I declare, I declare, I declare. D-E-C-R-E-E. I declare. Hiyo ni voice of authority. Voice ya kutoa amri, sauti ya kutoa amri. Ndio maana uzao wa Ibrahimu wote wanapozaliwa unajikuta umekaa kwenye malango nani? Ya adui. Maana yake kama Mungu asingejifunua kwa Ibrahimu katika ule mlima, iki kitu wasingekijua. Ngoja nikwambie, adui yako anatakiwa tu asikie harufu ya maisha yako kuwa bora. Na anapoinuka kinyume na maisha yako, kazi ya ule ufunuo uliobeba nguvu ya kimadhabahu ni kuhakikisha adui anapoinuka hafanikiwi. Tusomee Yehova ile. Yehova nisi. Sisi tunaimbaga hivi, Yehova nisi. Mtuimbia kapambio. Yehova nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Yehova nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Tuimbe hiyo nyimbo, Yehova nisi. Si
Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Nasi tunaimba Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. nasi tunaimba leo. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Nisi, Mungu wa Israeli. Amen, amen. You know, siku moja nilisoma kauli hii kwenye Biblia inasema, toka kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu umetekwa na watu wenye, kwa lugha nyingine tu pale, toka kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa kwa njia ya vita. You cannot tell me you are true Christians, you always fear juu ya vita. Siku ambayo nilielewa nguvu ya ili neno Yehova Nisi, nakumbuka ilikuwa 2015 naelekea na 16, upepo haukuwa mzuri. Katikati ya kumlilia Mungu usiku, ndipo Mungu akaniambia hivi, mimi ni Yehova Nisi. Katikati ya kuomba nikaenda nikasoma mstari. I want to tell you something. I'm about to finish. I'm about to finish. Mwambie jirani yako, mtumishi anamaliza sasa hivi. Mimi najua kuna mtu leo anatakiwa avuke kabisa. Ndio maana nakupa siri za kambi. Kuna mtu anatakiwa avuke. Sawa? Hata wewe ulikuja kutusindikiza leo kwenye ibada, na utavuka kwa jina la Yesu. Sasa niko kwenye maombi, ananipeleka kwenye mstari ya kwamba yeye ndiyo Yehova Nisi. Wengine wanasema ya kwamba maana ya Yehova Nisi kwamba Bwana ndiyo bendera yangu, sio au yetu. Sasa bendera siku zote inaposimama ni ishara ya utawala, ni ishara ya utawala, ni ishara ya utawala. Mimi nawahakikishia hapo ulipo, ukifikiria siku moja kwenye akaunti uwe na trillion of money, jua kuna mtu amekaa kwenye hizo trilioni. Ni lazima uende upambane ukae. Leo unaposema Mungu nataka niwe mkurugenzi, jua kabisa kuna kiti ambacho natakiwa ukae, lakini kuna vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na watu wengi wakikaa kwenye vita wanaishia kujiraumu, wanaishia kuwa na mashutumu yao binafsi na kujihukumu ya kwamba nimekosea wapi, mbona napitia hili.
Naomba kuanzia leo usijihukumu. Hauwezi ukashinda vita yoyote kwa kujihukumu. Alafu na sio kila vita ya kupaza sauti. Heshimu sana chumba chako cha ndani na Mungu wako. Ushindi haupatikaniki nje, watumishi. Ushindi huanzia ndani, na ukielewa kanuni hii ya ushindi unaanzia ndani, utamwinulia Mungu ibada kwa sadaka. Utamwinulia Mungu ibada kwa maelekezo anayokupa baada ya kumwachilia sadaka, au kwa maelekezo anayokupa kupitia ufunuo wowote ule. Palikuwa pana vita kati ya Israeli na Abimeleki. Na tunapozungumza hii vita ya Abimeleki, ukimsoma ndani ya Abimeleki utagundua kulikuwa kuna utawala ndani yake ambao nyuma yake kulikuwa kuna nguvu ya uchawi. Hata huu kwa ufunuo nilionao. Kwa ufunuo nilionao. Angalia vita ambayo ilikuwepo. Abimeleki ulikuwa ni mfupa uliomshinda fisi. Kuna mifupa mizito kwenye koo tulizotoka. Kuna mifupa mizito kwenye maeneo tuliopo ambayo pasipo ufunuo hauwezi ukaigonga. Mwambie jirani yako, mfupa wako mwepesi au mgumu? Muulize, wewe mfupa wako mwepesi mgumu? Watumishi, mimi maisha mazuri nayapenda. Mimi hapa maisha mazuri nafanyaje? Lakini nikaja kugundua pia maisha yenyewe mazuri pia yanatafutwa. Kuna watu wanajuhudi kuliko hata wewe, na wamekufa ila jeneza ikitafutwa siku 3 ndo maziko yafanyike. Nakwambia kuna watu walifanya vizuri shule kuliko wewe. Sawa watumishi? Ila kuna ufunuo ulikosekanika kwenye nini? Kwenye maisha ya kwamba hapa duniani, ulimwenguni tunayo ziki. Manake ulimwenguni tunayo vita. Na vita tulionayo ulimwenguni lazima tuishinde. Sio kila siku utaletewa mkate mdomoni mtumishi. Sawa? Kwa hiyo hakuna maisha mazuri ya kukunja nne. Hata rais wa nchi ni paka azunguke taifa lote hili, na lilikubwa, afike kila siku, hoye hoye, nichagueni nitawaletea maji. Kuzunguka nchi lote hili, amalize, anaingia kwenye ushindani, nayo ni vita ile. Alafu sasa kutangazwa mshindi, nayo ni vita ile. Sasa wewe kweli unataka maisha mazuri? Mimi nakwambia kuna mtu paka aliendesha paso, ni alishaomba maombi ya aina yote. Tumishi wa Mungu, haya maisha, mimi nakwambia hivi, kuna mtu paka avae kiatu kizuri ambacho hakijaisha. Kwake yeye alipitia vita nyingi, paka Mungu akamfanikisha. Paka nakuhakikishia, paka Mungu akampa. Nakuhakikishia the series of events. So unapambana kidogo tu, nimechoka. Ndio kuja kwenye fagia nakwambia mtumishi, vya namna hii haviondoki. Tunasimama namna hii, tunaanza out. Sina uwezo tu kuja hapa nikasema in the mighty name of Jesus, spirit zikailapti papa nikawabariki. Nikasema Jumamosi let me dedicate, niwafundishe kwa mfano. Ndio tunaomba wote kwa mfano. Tunatafuta wote Mungu kwa mfano. Kwa nini? Hii dunia ina vita. Hii dunia, nakwambia sisi wengine kuvaa hata saa nzuri namna hii ni vita. Sio jambo jepesi. Ni nini? Yaani kama nimenunua kwa hela yangu ni vita. Bwana asifiwe. Mimi nawahakikishia, na mpaka mfano kuna mtu nilimwombea akapata hela, akaenda saluni, dryer likafyatuka, nywele zikaungua. Vita. Kwamba kichwa chenyewe kinauliza, dryer unafanya nini?
Siku ya kwanza shati langu la hela nyingi ninunua kwa hela yangu, najiandaa kwenda kwenye ibada, nikasema acha nilinyoshe mwenyewe na sijalivaa. Kumbe kuna maelekezo huku chini ya vifungo ya aina ya pasi na moto wa kuweka. Mimi nikafikiri tuna pasi yangu ya Philips ile, kanyaga twende, naweka namna hii, shati likaungua. Watumishi nililia, nikasema ndio shati langu hili zuri la hela yangu mwenyewe la jasho, mbona limeungua? Hii ni vita ya kutokuwa na vitu vizuri. Nikainua ibada juu ya hilo jambo. Nikaenda kwa mchungaji anayejua kuvaa vizuri, nikamwambia wanahitaji hii neema hii, sadaka hii hapa hii, shati langu limeungua. Nisikilize, whatever you want hapa duniani kina resistance, kina resistance. Na ukiangalia atmosphere ya dunia ya sasa ni vita kwa vita, vita kwa vita, vita kwa vita, vita kwa vita. Mwambie jirani yako, hii dunia haiko salama kama unavyofikiri. Msiopenda vita msubiri kutupigia makofi, na wahakikishia mtatupigia makofi. Tunaopenda vita tutachoka, tutainuka, tutasonga mbele. Alafu kuna saa inaitwaje? Tunajitia nguvu katika Bwana, tunasonga mbele. Haleluya! Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Angalia, hii ni vita ya Abimeleki. Anapambana vita na kina Musa. Ikafika mahali Musa akachoka, si ndio? Wakainua nini? Wakainua nini? Ikafika mahali Musa akachoka, akainua mikono. Ndio maana wewe ndio Musa wa kwenu. Kuna saa unachoka, alafu unakuja ibadani unapata nguvu, unaendelea mbele. Unakuja kwenye ibada unapata nguvu, unaendelea mbele. Kuna saa ya kuchoka. Niliwaambia kiwanja changu cha kwanza watu walikinywa. Nikasema hii ni vita. Nikapiga maombi. Alafu nikaenda wizarani kwa katibu mkuu wa ardhi. Nafika kwa ujasiri, una appointment? Naambia yes, na appointment. Naenda amenibeki sana nimuone muda huu na ratiba nyingi. Unaongea kwa kimamlaka. Kwani secretary atafika tu, boss na mgeni wako, kwani atakuingiza mpaka mle ndani? Kaambia katibu mkuu, vijana wako wamezulumu na kiwanja changu. Kipi? Nikaanzisha hapo, wakaitwa. Nikapewa kiwanja kingine, lakini tusikuambiwa wamezulumiwa. Nikaibuka hapo. Nikarudi kwenye chumba cha ndani. Yehova, wamenipiga kitu kizito hao. Nafanyaje? Akanivisha ujasiri. Nikapata ufunuo. Nikaenda wizarani. Nisikilize, dunia haitakuonea huruma hata siku moja. Dunia haitakuonea huruma. Ndio maana kuna saa watumishi tunalia, tunafuta machozi, tunasonga mbele. Kuna watu tunapigwa, tunasema hii kitu ni imani yangu inatikiswa, lakini nasonga mbele. Na mimi sitaki ulio kwenye ibada hii, unatusikiliza online, urudi nyuma, songa mbele. Haya mambo ni mbele kwa mbele. Wembe ni ule ushindi. Sasa angalia, nikumalizie, tuingie kwenye kupiga shughuli sasa. Sawa? Huyu ni Abimeleki. Alisumbua kweli. Na nilikwambia Abimeleki alikuwa ni mfupa mgumu. Uliomshinda nani? Yaani kama wewe ambavyo leo kuna limfupa mgumu wa umaskini unaenda kuutoa kwenye familia yenu. Na leo nasikia harufu ya noti. Watumishi, leo nasikia harufu ya noti. Leo nasikia harufu ya noti. Leo nasikia harufu ya noti. Nasikia harufu ya vyeo vipya, harufu ya biashara mpya. Yaani leo nasikia harufu ya noti. Yaani leo ajenda yetu ni noti. Mwambie jirani yako, leo ajenda yetu ni noti kwa noti. Lazima tupate ufunuo wake. Lazima siachiliwe. Sasa hii naimalizia kidogo, siendi ndani sana, tuingie kwenye maombi. Sasa huyu Abimeleki amesumbua kwa muda mrefu. Musa akasema hapana. Inyeshe isinyeshe, jua lizame lisizame, Abimeleki lazima tumkungute na ashike na adabu.
Na mimi nasema leo mpaka tutakaposema amen, kuna spirit zitakuwa zimeshika adabu. Bwana Yesu asifiwe. Si ndugu zako watakuuliza, utawaambia sio siri, ni nguvu ya kupambana vita. Kupambana vita peke yake kunatosha? Hapana, bali kwa ufunuo tukashinda. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Na vibe ule, na iwe shangwe, 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 miro saba shangwe, shangwe, mkataba mpya wa kazi shangwe, biashara kwenda mbio mbio shangwe, shangwe, baraka za gari shangwe, shangwe, ndoa ya sena jeupe shangwe, shangwe, ujenzi wa nyumba kwa haraka haraka shangwe, na iwe 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 shangwe, mambo ya noti yameanza, na iwe shangwe, shangwe, na iwe 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 shangwe, shangwe, mwezi wa 4 shangwe, shangwe. Mungu angalia sauti, Mungu anaangalia ufunuo. Lazima tuvuke leo mwanangu, lazima twende ng'ambo leo. Nani amesema tutavuka Bwana? Nani alisema tutabadilisha historia Bwana? Tanzania ina kitu kinachoitwa TBS, uthibitisho wa viwango. Wewe unaenda kuwa kiwango cha ubora kwenye familia yako, kiwango cha ubora mahali ulipo. Unaenda kuwa kiwango cha ubora mahali ulipo. I love Jesus. Let me finish this. My Bible is very clear. Ile vita ikapambanwa, Israeli kupitia Musa wakashinda. Ndipo wakasema Yehova nani? Nisi. Maana yake ni Bwana wa vita na ametokomeza hiyo vita. Sasa ifikiria umeingia kwenye maombi, Yehova Nisi, naomba mkate. Mungu anasema mimi nikupigania mkate wa kula kweli? Hapa tunazungumza vita za falme na falme. Umeona madhara ya kuomba kama una ufunuo? Tena wengine matabia mbaya, uvivu. Unachukua tu Biblia unasema mstari wowote nitakaokutana nao. Unaanza, no. You need liberations. Wanaonisikiliza ibada ya mapambazuko wataelewa. Bila ufunuo waga hatuombi. Ndio maana kuna saa tunazaga prayer kwa muda mrefu, afu Mungu anatuambia, andiko hilo hapo. Nini? Mungu anaangalia neno lake na ufunuo ili aweze kutimiliza. Musa asingemtambua Yehova Nisi kama pasinge kuwepo na vita. Ile vita ikapelekea Musa akasema, hapa mtumishi soma tutavomalizia. Kutoka 17 mstari wa 14. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni pa Yoshua, ya kuwa nitafuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Angalia sasa. Akasema, Mungu akasemaje? Anafuta. Nisikilize, hii ni siri ya ajabu ambapo Mungu anambebesha mtu mmoja ufunuo kwa ajili ya faida ya watu wengi. Angalia, ni ufunuo wa ajabu. Ndio maana kwenye ibada hii ya leo kuna mtu anakatoka hapa ana ufunuo tu wa kitu kimoja, lakini ufunuo wa kitu kimoja ukabadilisha kila kitu. Ufunuo wa kitu kimoja ukageuza kila kitu. Hivi ulivyo leo ni kuna ufunuo tusiojua maisha yako ambao leo tunaenda kutoa nguvu za giza uliokufikisha hapa.
Na yoyote anayeinuka, kuna ufunuo ambao waliuona kwa Mungu akauishi. Mungu anasema naenda kufuta ukumbusho wa nani? Wa Abimeleki. Endelea. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Angalia sasa, nikwambie kitu mtumishi. Piga makofi kwanza kwa Mungu. Alafu mwambie jirani yako, mambo yako huku leo. Mwambie mambo yako huku. Mwambie jirani yako, mambo. Angalia, kila mahali Mungu akijifunua waga na hapa. Umeliona hilo? Kila mahali Mungu akijifunua waga na hapa. Hapa na hapa ya kwamba atafuta ukumbusho wote, na wala Abimeleki hatainua vita yoyote tena kinyume na Israeli. Leo kuna watu Mungu anaenda kuwapa ufunuo na kufuta vita ambazo mfupa mzito uliomshinda fisi. Mtumishi, leo Mungu anaenda kutubariki na shekeri. Watakao kusubiria chini wanapoteza muda, ni bora wakufuate juu wape. Naudia tena, muda unitoshi tu, ningekupeleka mbali zaidi. Kila mahali Mungu alikotokea kwa ufunuo aliapa. Ndio maana nikwambia hivi, zamani nilikuwa natafuta ujasiri wa majiant uko wapi. Nikagundua kuna mahali walipita, akabaki mtu na Mungu. Mungu akajifunua. Alafu angalia, anayetoa jina ni mwanadamu baada ya Mungu kujifunua. Alafu Mungu yeye anatamka sababu. Anasema mimi naapa, huyu mweo wa Abimeleki hata inuka tena. Hata inuka tena. Nani ananiambia mtumishi wa Mungu, leo kuna vitu nataka viishe, visiinuke tena kwenye maisha yangu. Sasa tunaenda kumwinulia Mungu ibada nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, tunaenda kumwinulia Mungu ibada nzuri. Mwambie, je, una hamu ya Mungu kujifunua kwenye maisha yako? Unataka Mungu aonekane kwenye maisha yako au kwa jirani yako? Mtumishi, mimi nakuhakikishia, Mungu akijifunua kwenye maisha yako, mafuta kupanda bei anasababisha upaki gari yako nyumbani. Yaani Bolt ikipanda bei, sio kwamba utapanda Bolt tena. Jana nilikuwa na dereva akanichekesha kweli. Nikamwambia, mbona tumetoka airport kuja huku hamna foleni? Akaniambia, mkuu, watu wanapaki magari saizi. Sasa nikajiuliza, hivi kweli mimi nimebarikiwa na Bwana nitapaki gari? Mungu akubariki. Maisha yetu hayatakiwi kuendeshwa na vinavyotokea duniani. Maisha yetu yanatakiwa yaende sawasawa na ratiba za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And this is my prayer today. Yaani mahali ambako kazi haujaimaliza bado hautatolewa. Mahali ambako kazi bado haijaisha hautatolewa. Mahali ambako wajibu ambao Mungu amekutuma nao bado haujaisha hautang'oka. Hii vita Musa angekata tamaa asingeshinda. Ilifika mahali aliinuliwa mikono. Kumbe ndio vita ambayo inabeba ufunuo wa kumtokomeza Amaleki. Maana yake Mungu hakushughulika na mtu mmoja anaitwa Amaleki. Mungu alishughulika na mfumo wa mtu anaitwa nani? Amaleki. Allow me dakika chache zijazo to use the voice of authority, kutumia neno lenye mamlaka kutokomeza kila vita ya Amaleki kwenye uchumi wako. Dakika chache zijazo humu ndani kunaenda kugeuka kuwa uwanja wa mapambano. I assure you on this. 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 Mungu nifungulie hao watu watano muda huu. God set them free. God set them free. Kuna watu watano Mungu anawafungua. Kuna watu watano Mungu anawafungua.
hawa wana baraka sana za dora, hela za kigeni. 5 people before we proceed. 5 people. Wasaidieni awapeleke nyumbani. Siku zote ufunuo ukiwepo, kuna udhihirisho. Bado watu wawili na watafuta. Na watu wawili, namuona mtoto wako wa kwanza anatakiwa afanye exactly unachokifanya wewe. Where are they, my Lord? Where are they, my Father? Where are they? Before we proceed, Mungu anambia mmoja na biashara ya utalii amekwama. Biashara ya utalii. Msadini. Sema nguvu ya ufunuo. Change my life today. Change my life today. Sema nguvu ya ufunuo, change my life. Sema nguvu ya ufunuo, change my life. Sema nguvu ya ufunuo, change my life. Badilisha maisha yangu. Sema nguvu ya ufunuo, change my life. Ushers be everywhere. Waleteni bakuli vya kutapika. Watu wengi wanatapika sana leo. Mungu ananiambia kile nilichokifundisha ndo kinainua vita yawe kutoka. Asante Mungu kwa ajili ya damu ya rehema. Thank you my Lord kwa ajili ya damu ya rehema. Thank you my Lord kwa ajili ya damu ya rehema. Thank you my Lord kwa ajili ya damu ya rehema. Thank you my Jesus. Kile nilichokifundisha Mungu ananiambia kinainua vita ndani ya nafsi zao, na nafsi zao zinatoka kwenye hizo vita. Zinatoka. Yes, nyosha mkono wako juu. Wanakuachia. Nyosha kabisa. Usiruhusu ushuke. See what is happening. Usiruhusu ushuke. Nyosha mkono wako wa kushoto kama nilivyonyosha juu hivi. Kama nimeonyosha hivi juu. Atmosphere hii ni juu ya vita ya kifedha. Walete. Kuna mtu ndani yake, kuna sauti iko ndani kwa ndani inamwambia hautashika fedha. Wako wanne hawa. Kuna sauti, na hii sauti ndio ilimfilisi marehemu mama yako. Hii sauti ndio iliyofilisi kizazi cha kwenu kwenye kushika noti. Inakwambia hautashika fedha. Wako wanne hawa watu. Na mimi naona wewe, ninakuona katika eneo la biashara nje ya mipaka ya nchi uliopo. I see you nje ya mipaka ya taifa uliopo. Nje ya ile taifa. Naona kizazi chako kina huo urithi. Kizazi chako. Something is happening. Kuna kitu Mungu anakifanya. Yes Lord.
Kuna watu wana vita ya kunyosha huo mkono juu. Please, unyoshe juu. Kuna watu wana vita ya kunyosha huo mkono juu. Unyoshe juu, nyosha tu juu, nyosha juu tu. Nyosha tu juu. Unyoshe juu tu, relax, nyosha tu juu. Kuna kitu kinafanyika. Msaidieni, ndio vita nilokuwa nasema. Cheki vita iliyoko hiyo. Nyosha mkono wako juu, nyosha. Musa aliponyosha mikono juu alishinda vita. Nyosha juu tu. Nyosha juu tu mikono yako. Nyosha juu tu. 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 Nyosha juu mikono yako. Nyosha juu, nyosha juu, nyosha juu, nyosha juu tu. Kuna kitu kinafanyika. My Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Kuna watu watatu, kuna watu watatu, kuna watu watatu, kuna watu watatu. Kuna watu watatu naona asila iko ndani. Na hiyo asila iliwekwa kwa ufunuo wa mafuta ya simba. Hiyo asila iliwekwa kwa ufunuo wa mafuta ya simba. Na hiyo asila ndio imekuzuia mara nyingi sana. Naiona asila. Naiona asila iliwekwa kwa ufunuo wa mafuta ya simba. Naiona asila iliwekwa kwako kwa ufunuo wa mafuta ya simba. Wako watano hawa. They have to come out from that channel. They have to come out from that channel. They have to come out. Yes, kuna hiyo asila imewekwa ndani. Kuna hiyo asila imewekwa ndani. Kuna hiyo asila. Kuna kipengele tu nasikia ndani. Kuna kipengele tu. Kuna asila ambayo iliwekwa ndani. Kuna asila ambayo. Nyosha tu mkono wako juu. Mtihani wako ni kunyosha huo mkono. Unyoshe tu huo mkono. Unyoshe tu huo mkono. Unyoshe tu huo mkono juu. Unyoshe tu huo mkono juu. Unyoshe tu huo mkono juu. Kuna asila inashughulikiwa. Nyosha huo mkono juu. Ninaona mti mrefu umewekwa katikati. Alafu naona vinyumba vya msonge. Vinyumba vya msonge. Naona nyumba moja alafu nyumba nyingine 6 zimezunguka. The Lord is telling me bibi yako alikuwa ni mke wa 3. Na kizazi chake ambacho ndiko ametokea mmoja wa mzazi wako kilitolewa kwenye mfumo kabisa wa ile madhabahu ya ile nyumba kwa sababu ya vita ambayo ilikuwepo. Karakashaka basokorokozaba kapasakabaya. Huyu ninayemzungumza ana vita sana. Sababu nauona ukoma kwenye huo mkono wake. Huyu ninayemzungumza huyu ana vita sana kwenye kushika fedha. Ana vita sana. Nauona ukoma kwenye mkono wake. Nauona ukoma kwenye mkono wake. Nauona ukoma kwenye mkono wake. Nauona ukoma. Nyosha mkono wako tu juu right now. Nyosha mkono wako juu. Kuna ukoma una check out now. Kuna ukoma unaondoka. Kuna ukoma unaondoka financially. Kuna ukoma unaondoka financially. Kuna ukoma unaondoka. Kuna ukoma. Kuna mmoja anamtafuta hapa. Shaba sakaba. Kuna ukoma unaondoka. You andarakasha kapara. Ni rahisi wewe ukiwepo eneo watu wengine wakanufaika kupitia wewe, lakini sio wewe kuinuka. I command now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sema kila baraka yangu ya hela. Sema fedha ni roho. Fedha ni roho.
Fedha ni roho. Sema fedha ni roho. 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 Sema kila walikonitangulia mbele yangu, kila walikonitangulia mbele yangu, katika asili ya nyumba ya baba yangu, katika asili ya nyumba ya mama yangu, kila waliponitangulia mbele yangu, kila waliponitangulia mbele yangu, wakainua ibada, kila madhabahu walioisimika wakainua ibada. Ninaomba rehema leo juu ya kila madhabahu. Ninaomba rehema leo juu ya kila madhabahu walioikimbilia. Nafsi yangu ikafichwa huko, nafsi yangu ikawekwa huko. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. 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 Walizika mkono wangu wa kushoto, walizika mkono wangu wa kushoto, walizika mkono wangu wa kushoto, wakavuzika na nafsi yangu, wakanifarakanisha na kila marango, marango ya fedha, marango ya fedha, marango ya fedha, marango ya fedha walionifarakanisha nayo, ili Mungu asijifunue kwangu, ili Mungu nisimuone kwenye pesa, ili Mungu nisimuone kwenye uchumi. Leo kwa damu ya Yesu, kila uovu wa nyumba ya baba yangu, kila uovu wa nyumba ya mama yangu, kila uovu, kila ufunuo uliobeba uovu, kila ufunuo wa giza. Sema kila ufunuo wa giza uliobeba uovu wa kunizuia, kila ufunuo wa giza uliobeba uovu wa kunizuia kwenye eneo la fedha, kwenye eneo la fedha, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu iliyofarakanishwa, iliondolewa kwenye mfumo wa fedha, kwenye mfumo wa fedha. Sema ziko wapi zile fedha? Ziko wapi zile fedha zilizotengenezwa, zilizoandikwa kwa ajili yangu kwenye maisha yangu, zilizozuiliwa na kiu ya madhabahu ya mungu wa kigeni waliomchagua kinyume nami? Damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo wa Mungu. Shughulika na kila madai, shughulika na kila madai yaliyoinuliwa kwa habari ya baraka zangu za fedha, kwa damu ya Yesu. Nyosha tu mkono juu. Mwambie leo mtatapika mno humu ndani. Anapata. Si wako wengi wamezuiliwa, wanapata hapa. Anapata. Anapata. Mungu ananiambia kuna watu wengi kama huyu, wenye uwezo mkubwa, wenye nguvu kubwa ndani, lakini wamezikwa. Wamezikwa. Kwa ulimwengu leo wamezikwa. Kila mtu hapa ana hati ya kushika fedha, ana hati katika ulimwengu wa kiroho. Kinachofanyika ni hati kuzuiliwa. Nyosha mkono wako wa kushoto juu. Ndio maana tumeomba rehema, kuna roho zimepigwa kwenye kuomba rehema. Ndio maana tumeomba rehema, kuna roho zimepigwa. Nyosha mkono wako wa kushoto juu, wala usiutingishe. Acha nguvu za Mungu zishughulike. Kwa ufunuo huu tulioinua muda huu wa toba, kwa ufunuo huu tulioinua muda huu kwa toba, kuna watu wanatoka. Kuna watu wanatoka kwenye madai. Kuna hati imezikwa, kuna title deed imezikwa, kuna hati miliki ambayo ni ya kwako. Una hati yako ya kushika fedha, una hati yako ya kubarikiwa kwenye fedha, una hati yako, una hati yako ya kushika fedha, una hati yako ya kukamata fedha. You have your title deed. 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 I command it out. I command it. I command it. I command it. Mkono wako juu kushoto.
Unyoshe juu. Na waita wale ambao wewe sio wa kwanza kuzaliwa kwenu, wala sio wa mwisho, ila wewe ni mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza. Kuna hati ukivuka nayo ya uchumi, nyumba nzima wanatoka. Nyumba nzima wanatoka. Nyumba nzima wanatoka. Kuna watu hapa ndio wameshika hati za nyumbani kwao. Kuna watu hapa ndio wameshika hati za nyumbani kwao. Yaani hao wakishika hizo hati, nyumba nzima wanatoka. Nyumba nzima wanatoka. Nyumba nzima wanatoka hawa. Na wamezuiliwa kwenye fedha, wamezuiliwa kwenye ndoa, wamezuiliwa kwenye fedha, wamezuiliwa kwenye ndoa, wamezuiliwa kwenye fedha, wamezuiliwa kwenye ndoa, wamezuiliwa kwenye tumbo la uzazi, wamezuiliwa kwenye fedha, wamezuiliwa kwenye ndoa, wamezuiliwa kwenye matumbo ya uzazi. Wanatoka. Hii ni vita nyingine. Hii ni vita nyingine. Hii ni vita nyingine juu yao hawa. Hii ni vita nyingine juu yao hawa. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Sema ile hati. Ile hati. Andika majina yako matatu. Yatamke. John Christopher Sembata. Tamka ya kwako. Tamka ya kwako. Tunagombania hapa hati. Hati ndio inaonyesha umiliki wa mtu. Tamka. Tamka. Kuna mahali tunaenda. Tamka. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Ile hati kwenye ulimwengu wa kiroho yenye jina langu. Ile hati kwenye ulimwengu wa kiroho. Ile hati kwenye ulimwengu wa kiroho. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Ile hati kwenye ulimwengu wa kiroho. Ile hati kwenye ulimwengu wa kiroho. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Ile hati iliyoandikwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ile hati iliyoandikwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ile hati yenye jina langu. Sema ile hati yenye jina langu, lakini imezuiliwa kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi. Hati yangu ya fedha, hati yangu ya kuongezeka, hati yangu ya uchumi, hati yangu ya fedha, hati yangu ya fedha. Sema ile hati ya jina langu iliyozuiliwa, iliyozuiliwa. Wakati nikitangulia mbele, wanyuma natakiwa wavuke. Wanyuma natakiwa wavuke. Wanyuma natakiwa wavuke. Damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Hiyo hati iliyonizuia, hati iliyonizuia, hati iliyonizuia. Ile hati feki siitaki. Hati feki iliyojaa upungufu kwenye fedha, iliyojaa aibu kwenye fedha. Out! 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 Listen to me, watoto wa Mungu. Hati inaonyesha umiliki. Kuna umiliki wa aina ya fedha ambazo kwenye ulimwengu wa roho wamepitisha, ambazo sio za kwako. Nataka tukaondoe hizo hati ambazo sio za kwetu. Hati zetu hazina umiliki mdogo. Hati zetu zina umiliki mkubwa. Waliona ile hati ndio maana ukaandikiwa mshahara wa milioni 1. Waliona ile hati ndio maana ukaikiwa faida ya biashara iliyo chini ya milioni 1. Kuna hati waliona. Mimi naona hati yako yenye ukubwa zaidi. Mungu ananiambia tufute hizo hati. Maana hati ndio inaonyesha mipaka ya umiliki wako. Hati ndio inaonyesha mipaka ya umiliki wako. Tunakubaliana paka hapo? Are we in agreement? Are we in agreement? Walitumia hati kuwa ufunuo wa kukuzuia, na sisi tunaenda kuipangua hiyo hati. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Liko wapi jina langu? Liko wapi jina langu? Where is my name? Where is my name?
Sema liko wapi jina langu? Sema kwa sauti church. Liliandikwa kwenye hati ambayo sio ya kwangu. Kuna viwango wakaviweka, kuna viasi wakaviweka, wakaweka muhuri wa damu, wakaweka muhuri wa damu, wakatengeneza madhabahu ya Mungu anayemjua wao, wakaweka muhuri wa damu, wakatangaza ya kwamba mimi na watu wa nyumba yangu hatutavuka kwenye kiasi fulani cha fedha, kwenye kiwango cha maisha. Leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu, kila hati walioniandikia, kila hati walioniandikia, kila hati walioniandikia, sema leo kwa damu ya Yesu, kila hati walioniandikia, kila hati walioniandikia, sema leo kwa damu ya Yesu, kila hati walioniandikia, hati ya uharibifu, hati ya uharibifu, hati ya mauti, hati ya uharibifu kwenye eneo langu la fedha, out. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, jina langu linatoka, jina langu linatoka. Sema jina langu linatoka, out, 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 out. Sema jina langu linatoka, linatoka, linatoka. Command out, command out now. Toa jina lako kwenye hati ya uharibifu, kwenye kiasi cha mishahara, kiasi cha fedha, kiasi cha matokeo. Kasirika mwana wa Mungu, tumia damu ya Yesu. Toka hapo. Shandarapasaba korokoshapa kandaramandorobosha. Usipoinua sauti yako leo, utainua lini? Usipopaza sauti yako, mandorobosha karapara. Bartimayo akamwita Yesu, akasema, Yesu, hii hati ya upofu sio hati yangu, hii hati ya kutokuona sio hati yangu. Bartimayo aliinua sauti akasema, hii hati ya upofu, hii si hati yangu. Hati ya kutokuona, hii si hati yangu. Bartimayo aliinua sauti akasema, Yesu, Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Huo ulikuwa ni ufunuo, uliondoa upofu kwenye maisha ya Bartimayo. Inua sauti yako leo, ikataye hiyo hati. Kuna kiasi umewekewa kwenye uchumi wako, tamka iko kiasi. Kuna kiwango umewekewa, auendagi zaidi ya hapo, au vukagi zaidi ya hapo. Kuna cheo waga uvuki, kuna nafasi waga uvuki. Inua sauti yako leo. Korokoshakapa, korokoshakapa, kandarapasha, korokosa, shandarapasa, korokoshabara, kandarapasa baya, korokoshakapara, korokoshakapara. You are coming out, you are coming out, you are coming out, you are coming out, you are coming out today, you are coming out. Eza uko Njombe, uko nyanda za juu, uko mahali popote, kazi yangu ni kuhakikisha you are coming out today, you are coming out today. Shandarakapa, Jorokozaba, Jarapazaba, Karapazaba, Korokoshapa, Kandarapaya, Korokoshakapara, 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 Koroboshakapara, Shorororo kokokokokoko, kokokokokoko. Mweke pale, mweke pale. Mandoroboshakapaya. Katikati ya kuomba, you are coming out, you are coming out, you are coming out, you are coming out. Ile hati ya hukumu
ambayo haitaki wewe ukae kwenye cheo, haitaki ukae kwenye nafasi. Ile hati ya hukumu isiyotaka wewe ukae, Kuna mtu, kuna kitu kinapita kwenye mgongo wake muda huu. Alafu muda huu kuna kitu kinapita kwenye mgongo wako. Kuna kitu kinapita kwenye mgongo. Kuna kitu kinapita kwenye mgongo. Kuna kitu kinapita kwenye mgongo. Naenda kuhesabu mpaka 3. Hawa wahusika wanaachiwa. Watasikia kama hali ya kupiga kelele. Wengine watasikia kama hali ya kuzunguka hapo walipo. Watasikia hali ya kuzunguka hapo walipo. Kanda rakosha panda. Kwa mara ya kwanza. Where is your title? Where? Ukombozi wako wa leo unaenda kufungua paka hati ya uchumi kwa wazazi wako. Ukombozi wako wa leo unaenda kufungua paka hati. Kuna mmoja anaona baba yako amerudishwa nyuma kabisa. Kuna mmoja anaona baba yako amerudishwa nyuma. Mzazi wako amerudishwa nyuma kabisa. I command. Au niletee huko, wa mgongo niletee huko nyuma. I command in the mighty name of Jesus. 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 Wewe ndo mzaliwa wa kwanza. Hiyo hati inasoma jina lako. Hata kama wewe sio wa kwanza katika hali ya kawaida, ni wa kwanza katika ulimwengu wa roho. Wazaliwa wa kwanza wa haki ambao wameondolewa kwenye nafasi kiuchumi. I command in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hao wazaliwa wa kwanza. Kuna watu watatu hapa. Haukutakiwa kuzaliwa. Ila hati ya Bwana ikasababisha ukazaliwa. Wao wakainua ya kwao ili wakuzuie. Ninaamuru leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wanakuachia sasa. Unatoka. Eriza anatoka. Huyo Miriam anatoka. Wanatoka. I don't know if you have this understanding. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema mkono wangu wa kulia. Mchungaji anapoenda kuhesabu paka 7. Napoenda kuweka kwenye mgongo. Swali langu leo. Je, nafasi nilionayo leo ni ya kwangu? Nafasi yangu iko wapi? Haki ya kustawi kwangu iko wapi? Haki ya kupiga kwangu hatua iko wapi? Sema haki ya kupiga kwangu hatua iko wapi? Haki ya kustawi iko wapi? Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema hati miliki ni ishara ya kisheria inayoonyesha umiliki wa kitu wenye mipaka kisheria na uhalali kisheria.
Sema, katika ulimwengu wa roho waliniwahi langoni, waliniwahi langoni, na waliponiwahi langoni walikimbilia hati, wakatengua maelekezo ya dunia kunipokea, maelekezo ya ardhi kunipokea, maelekezo ya nafasi kunipokea. Sema, yale maelekezo ya kiwango cha uchumi, kiwango kilicho bora, kiwango kilicho bora, kiasi kisichokuwa na mipaka. Hayo ndiyo maelekezo yaliyoachiliwa kwangu, lakini yakazuiliwa. Leo nimeitambua hiyo siri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kiwango kinaachiliwa, kiwango kinaachiliwa. Jina langu toka. Sema, kile kiwango cha baraka za fedha, kile kiwango cha kustawi, popote kiliposhikiliwa. Ndio Mungu anauliza swali hapa. Je, mimi ni Mungu ambaye naweza nikamwachia mtu kiwango kimoja cha kipato ndani ya miaka 5 hakibadiliki? That's the question. Je, mimi ni Mungu ambaye naweza nikamwachia mtu aina fulani ya maisha yasiyobadilika? That's the question. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Fedha na dhahabu ni mali yake. Mungu anasema kama nilijifunua kwa Ibrahim, nikampa hati ya ongezeko, hati ya baraka, hati ya kizazi chake kumiliki maeneo ya adui, sembuse nyinyi ambao mna dhamana ya damu ya Yesu Kristo. Nyosha mkono wako juu wa kushoto. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.